Akapigwa kipopo, mbona akapigwa kama wanyama hapa. Alikuwa anacheza puli yao, kama walikuwa wameweza kuchelewa, mbona akaweza kushikwa kupeleka katika kituo cha polisi na labda kushtakiwa. Ndio maana unaangalia wengine bado anawaza na kuwazua ni nini kilijiri katika eneo hili la Nandi, County ya Nandi. Ni picha za moja kwa moja kupitia Gwija Isaya. Tumeweza kufika hapa kusaka haki za vijana hao, wenyeji hao kaunti ya Nandi, ambao waliweza kupigwa kipopo na kutezwa na maafisa hao ambao hadi kwa sasa inasemekana kwamba ni maafisa wa RDU kutoka eneo la Tinderet County ya Nandi. Nitakuwa nasema na vijana hao moja kwa moja, tueleze mawili matatu kwamba shughuli hapa ilikuwa vipi. Na Gwija Isaya pia nimezungumza na wakili Bwana Kisorio, atakuwa akifika hapa ili kusaidia vijana hao pia katika kuwapatia haki zao, vijana ambao walipigwa katika eneo hili la Nandi County ya Nandi. Kwa hivyo ni picha za moja kwa moja unaziona hapa kupitia Gwija Isaya. Nitakuwa nafanya mahojiano na vijana wenyewe watueleze. Watu wamejaa hapa kwa wingi wakifuatilia taarifa hii, kujiuliza kwamba ni yapi yalijiri katika eneo hili. Maana katiba ya Kenya mwaka 2010 iliweza kuwapatia maafisa wa polisi kuwa watu watenda kazi wala sio watezi wa kupiga na kuweza kunyanyasa wananchi hapa taifa la Kenya. Ni taarifa ambayo pia viongozi mbalimbali wameweza kuuliza maswali mengi, wakiwemo seneta wa kaunti ya Nandi Samson Gerard Gay, mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Bernard Kituru ameweza kuuliza maswali mengi kwenye mtandao wake wa Facebook, maswali mengi. Tusikilize wanasemaje vijana hao, kwamba nini kilijiri na mbona waliweza kupigwa hapa. Ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunasaka majibu kutoka kwa inspector wa polisi Bwana Douglas Kanja na manaibu wake wawili Bwana Masengeli na Bwana Eliud Lagat. Mbona vijana hapa kaunti ya Nandi wakaweza kupigwa? Labda utueleze jina lako na labda nini kilijiri siku hiyo. Kwa sauti tafadhali. Sauti bro. Naitwa Gideon Kitemba Ketero. Naam. Mapolisi walifika hapa, tujui ni mapolisi wa Nandi sasa nini. Lakini ilifika. Sauti ndugu yangu. Ndio nilifika baadaye. Tukajua ni RDU. Tukaambia lala chini. Tukaambia walala chini kila mtu. Na hatuko tunajua tumekosa nini. Tulikuwa tunacheza pool na iko imefika wakati wa kufunga pool. Pool inafungwa saa 5 na ilikuwa saa 4:30. Ilikuwa tucheze tu game ya mwisho. Ikafika wakati hao wameingia ndani, wakatuambia tulale chini. Wakaanza kutukanyaga kichwa, wakatukanyaga hadi kifua, wakatupiga. Naam. Kichapo kingine hata tujaelewa tulikosa nini. Labda wakati waliingia maafisa wa usalama hapa ndani, labda waliwauliza nyinyi mmekosa nini, labda kuwaelezea kabla ya kuwapiga? Hawakutuuliza kitu. Walikuja wakaangalia CCTV pale, wakaanza kuinama chini. Wakarudi hivi kidogo, wakaanza kufunga mask. Walikuwa watu wezi juu, walikuja wakaanza kuchukulia simu hapa hivi, wakachukulia pesa. Kwa hivyo unasema mbali ni kwamba aliwapiga pia walichukua simu zenu? Walichukulia simu, wakachukulia pesa. Juu kiangalia hapa saa hizi, naam, alichukua 650. Enda mpaka wapi? Walitoka hapa wakaenda kwa Kerofi pale, wakachukua pombe, wakaanza kuscan kidogo, wakaenda kwa club inaitwa Club City hapa hivi kidogo. Wakaenda wakasumbua watu, wakaanza kupiga, wanachukua tu pombe hata nusu. Unachukulia mpaka simu. Sasa angalia hapa, baada ya kuwapiga labda mliweza kufika hospitali kutibiwa labda, na labda mlikuwa vijana wangapi hapa ndani mlipigwa? Mimi nilitumia 1600 kujitibu kwanza. Kuna jamaa alitumia 4000 anaitwa Kim Mesha Kimutai, alitumia 4000. Huyu jamaa alitumia 3000. Nakwambia tuliumia sana. Kwa hivyo labda kauli yako labda kwa waziri wa usalama Bwana Murkomen, Bwana Kanja ambaye ni inspector wa polisi, nyinyi kama vijana ambao mlipigwa hapa Nandi, naomba tutulie kidogo, unaambiaje? Sisi tunakuambia tafadhali utusaidie kidogo, kwa sababu hapa hatuna usalama yeyote. Juu hatujui saa yote wanaweza rudi siku gani. Juu hata mpaka hatujui nani ndio mwizi, nani ndio, hatuna usalama. Juu hao wenyewe ndio wenye wako wezi, juu wamekuja kutuibia pesa, wakatuibia simu, wakatuibia kila kitu. Naam. Haya, wacha tusikie huyu, labda jina lako na labda ulipigwa na ukaumizwa na unaitwa nani, labda jina lako kwa sauti ya? Mimi naitwa Espon Kipsangton. Naam. Na hiyo usiku maaskari walikuja ambapo tu kuelewa shida ni nini. Maaskari ambao waliingia hapa tu kuona hata mmoja wao hapa Nandi, ambapo hao walikuwa wageni.
Kwa hivyo hao walikuwa askari wageni, si wa kutoka Nandi sasa. Ambapo waliingia kwa pool wakati tulikuwa tunacheza pool hapa, wakasema muiname chini. Kidogo laleni chini. Naam. Kidogo wakasimama hivi wote, wakati tuko chini, mmoja wawili wakatoka kwa mlango. Naam. Wakaingia ndani na wakaanza sasa kutuchapa. Kwa spinal. Wewe ulipigwa wapi labda? Hapa kwa spinal cord. Mgongoni Mgongoni hapa. Sasa ambapo hata mpaka saa hii nasikia bado sichapona. Inakuuma bado. Inaniuma bado. So sielewi hao watu walitumwa wakuja hapa Nandi sama walitumwa aje na nani. Kama order inatoka huko chuo atuelewi. Labda wakati walisema mtoe IDs vitambulisho, kuna baadhi yao walitoa IDs na pia wakapigwa. Tulipigwa. Tulikuwa na ID. Tulikuwa lakini wakatupika na hatukuelewa kama sisi ni wezi ama wezi walikuwa hapa ndani, hawakuongea chochote. Labda ombi lako kwa serikali ya William Ruto, waziri wa usalama bwana Murkomen, tuko na inspector general bwana Kanja, bwana Masengeli naibu wake na bwana Eliud Lagat. Nyinyi kama vijana, tukio hili ambalo lilifanyika hapa, mnaambiaje viongozi hao? Tunaambia viongozi kama hawa waangalie watu kama hao, askari kama hao ni wezi. Waliingia, hakuna mahali wa kuingia. Hata kwa nini ya pool waliingia wakatoa pesa. Wakaichukua pesa, wanaichukua nini? Wanatupika, wamefunika na mask, ujue hata ni nani. Hatukuelewa mpaka kwa sasa hivi. Kwa hivyo kuna watu wamefika hospitalini, labda wewe mwenyewe ulifika hospitali ukatibiwa labda? Yes, nilitibiwa. Endelea tu Nilitibiwa mpaka nikalipa pesa huko, wakaniambia utarudi on Monday. Yes. Kwa hivyo nyinyi mnaomba haki yenu. Tunaomba haki yetu. Kama vijana kutoka Nandi. Okay. Labda tusikie mwingine ambaye pia alipigwa. Wewe unaitwa nani na labda uliumizwa vibaya na ulipigwa kwa sababu gani labda? Jina lako? Kwa majina naitwa Philip Leting. Natoka kijiji ya Nandi Hills. Siku hilo maafisa wa usalama walifika hapa ndani. Naam. Tulikuwa tunacheza pool. Hatukuwa na kesi na maafisa wa usalama. Naam. Waliwasili hapa. Tulikuwa tunacheza wakaanza kusema ina makini. Sisi tukafuata sheria yako nyuma chini sababu na maafisa wa usalama. Heshimu sheria ina makini. Kidogo kidogo tumbo chini, kichwa chini. Nikauliza jamaa wangu anaitwa Meshak. Naam. Tumekosa nini kitu? Uone ni wamefanya nini ya serikali? Nikamwambia Kim, tufuate sheria tulale. Wakati tumelala na wanaitisha ID. ID mimi mwenyewe sikuwa na ID, siwezi tembea na ID usiku. Naam. Wakati wameuliza ID jamaa mwingine akatoa ID. Kubeba ID juu. Fimbo ndio hiyo, wanapiga mkono mpaka ID inapeperuka. Tunashindwa. Hii serikali ya Kenya ya William Ruto, surely tuelezane tu kweli. Tulikosa nini? Sisi si wezi ya ng'ombe. Lakini sidhani kwa njia moja au nyingine rais hapa anahusika. Tunazungumzia hapa maafisa watepetevu katika kazi zao. Maana wamekuja hapa, wanauliza ID mnatoa, kisha baadaye wanaenda na pesa zenu na simu zenu. Kwa hivyo labda wewe unaona kwamba hukutendewa haki. Sikutendewa haki. Sababu ni hii. Mimi nilikuwa nimefunga kazi zangu huko chini. Nakuja kujienjoy kwa pool. Mbona maafisa wa usalama wanakuja kutuchapa kama kichapo cha umbo? Tulikosa nini? Kwa hivyo labda baada hapa mungeomba wakili amefika hapa labda kufika kotini kusaka haki yenu, na labda wale maafisa ambao walisika kuwapiga hapa kinyume na sheria wachukuliwe hatua. Hao wanastahili kuchukuliwa hatua na wafutwe kazi sababu walituchapa bila mkosa yoyote. Hawa watu wanastahili kusimamishwa kazi na wapelekwe kotini. Ni jambo la kushangaza, maanake pia Gwiji Digital News imeambiwa kwamba kuna hapa kijana kutoka Nandi ambaye hasikii. Tunasema ni bubu, alipigwa pia bubu huyo. Huyo bubu ako wapi? Asongea hapa, japo ataongea. Huyo aongee na alipigwa. Huyu ni bubu Huyu ni bubu. Huyu alichapwa kichapo cha umbo. Hawa ni hata aongei. Wanamuweka fimbo. Sasa tunauliza serikali. Wacha ni tafsiri anachosema. Endelea. Wanasema walifika hapa maafisa wa polisi wakatuambia tulale chini kwenye pool hapa. Akanipiga na mti huu wa kucheza pool. Kijana huyu asungumzi alipigwa. Amesema walikuwa wengi hapa wakaumizwa hapa. Kijana anazungumza hapa, ishara ni bubu huyu. Anasema alipiga kiuno, ikabidi kukimbia mpaka wapi, akaenda kabisa akaruka
lakini alipitia machungu sana. Ndio anazungumza kijana hapa ambaye ni Buba Sungumzi, alipigwa na maafisa hawa polisi. Tusikie mwingine tena hapa. Nani mwingine alipigwa hapa? Labda jina lako ni nani? Mimi naitwa Geoffrey Gor. Sauti? Naitwa Geoffrey Gor. Wakati tulikuwa tunacheza mpira hapa. Na askari mmoja akatokea hapa ndani. Naam. Na akakuja mpaka hapa. Akasimama hapa. Akasimama hapa akituona. Tulia kidogo utasema. Akatuona tukicheza mpira. Naam. Mwingine tena akafuata tena hivyo. Mwingine tena hivyo. Wakati ameingia ndani akatuambia, hebu piga magoti. Kupiga magoti, lala chini. Vile tulilala chini tukapigwa tu kibogo. Hakuna kitu ndio tuliuliza. Kwa hivyo alikuwa anawapiga na nini? Alikuwa anatumia nini? Alikuwa anatumia kibogo. Na tusi ya buru. Alifunja na akatupigia. Ile mipini Pole sana. Kwa hivyo unataka haki yako. Kwa hivyo mimi nataka haki yangu. Mpaka saa hii nasikia mgongo sijapona poa. Bado naumia. Naambiwa pia kuna baadhi ya kina mama. Naam. Sijakueleza yangu. Sasa wacha mimi nikueleze. Mimi naitwa Victor. Yes Victor. Naitwa Victor Kiprono Pogo. Yes, mama hapo nyuma. Sasa unajua mimi hiyo sasa nilikuwa natokea forest. Kwa hivyo Victor unatoka wapi hapa? Mimi ni mkazi wa pande hii Nandi. Yes. Nandi si ward. Hata penye napigianga kura ni Kikebo na Statuko kwa shule. Sasa unajua sasa mimi hiyo siku mimi na nimekunywa. Sasa wakati walifika hapa, si mimi nikatoka Kipchoge. Kwa hivyo wewe ulitoroka? Mimi nilitoroka nikaenda. Lakini angenivunja. Ulipigwa ngapi? Sasa ni hakuniguza. Tuange nipata. Wewe ulikimbia? Mimi nilikimbia. Haya, kama uliangalia, tulia kidogo. Kama uliangalia kanda ya video, watazamaji ambao wanatazama live na angalia seneta kaunti ya Nandi hapa ambao wanatazama live, viongozi mbalimbali na angalia bwana Mwaura hapa, msemaji wa serikali, anafuatilia matangazo ya moja kwa moja. Wengi sana wanatazama picha hizi live kupitia Gwija Isaya. Tunaambiwa ama tumeangalia kanda ya video ama hiyo CCTV footage pia. Tuliangalia baadhi ya kina mama ambao walipigwa pia katika puli hii siku hiyo. Mmoja amejitokeza hapa tuambie labda ulipigwa na ulikuwa wapi? Na jina lako ni nani? Naitwa Caroline Cheruta. Nimetoka hoteli inaitwa Master Seed. Kutoka niko kwa njia naenda nyumbani. Naam. Nikapatana na hawa wakaniweka rungu. Walikupiga wapi? Hapa ndio hadi alama. Naomba usifunue sana kidogo. Wapi pole sana. Kwa hivyo wewe ulikuwa unatoka hoteli ya Masters, lakini walikupiga hapa na angalia paja lako hapa liliumia sana. Kwa hivyo labda unaambia nini serikali ya Rais William Ruto na kwa Nakanja? Sikuwa na ubaya. Nilikuwa jana natoka naenda nyumbani kwangu. Uondoka kazini usiku Sasa mbona nilipigwa hivyo? Nashangaa hadi hao wanapiga. Mtazamaji, naomba serikali wanisaidie, mbona niliumia hivyo? Kwa hivyo mlipigwa labda bwana, sina watu. Mlipigwa labda watu wangapi wasichana? Tulipigwa watu wawili. Mlikuwa wawili. Kama unaenda ukapiga mwenda simu mwingine mwenye ana. Haya, tutulie kidogo. Kwa hivyo mmesikia watazamaji, tulia kidogo ndugu yangu tulia kidogo kelele. Serikali itasikia kilio chako. Kwa hivyo ni picha za moja kwa moja iwapo unaziona ama umefungulia simu yako live kupitia Gwija Isaya. Tupo katika mji wa Nandi, kaunti ya Nandi hapa, ambapo tunafuatilia kanda ya video hapa ambayo ilikwenda sana mitandaoni, vijana wakipigwa hapa wakicheza pool katika eneo hili la Nandi. Ilikuwa tarehe 10 ukiangalia kanda hiyo ama video hiyo, tarehe 10 Januari mwendo wa saa 5 na dakika 20 hivi wakicheza hapa, na imekwenda viral sana, ama kanda hiyo imeweza kusambaa sana mtandaoni. Tunaye wakili bwana wakili Kisori amefika hapa kutetea vijana hao, na amesema ata provide what we call pro bono services kwa vijana kuwasakia haki. Tusikilize bwana wakili huyu tukizungumza nasi. Karibu sana bwana wakili, bwana Kisorio, utueleze mawili matatu kwamba labda tusimame nyuma yake wale waadhiriwa wote ambao watakuwa wakifika kotini, na wakili huyu ambao amesema ata provide what we call pro bono services. When we talk about pro bono services, ni ile service ambayo ni free na watu waweza kulipia pale kotini. Kwa hivyo tunampongeza sana wakili kwa kufika hapa na kusimama nao. Nimezungumza na wakili huyu mwendo wa saa ngapi asubuhi kusema nasi mwendo wa saa 1, nikamwambia afike hapa ili tutetee haki za vijana hapa. Labda wakili, tutulie kidogo. Wakili, utueleze sheria za Kenya zinasema nini kuhusu masuala haya kama polisi, na labda hii ilikuwa haki kwa vijana kupigwa hivi ama nini ingefaa kufanyika labda? Asante sana Luigi. Naam. La kwanza ni jambo la kusikitisha sana. Manake tuko 2026
unapata mambo kama haya bado inafanyika, kijana anapigwa tu kule, unaona wote tumeamkia hilo kanda asubuhi. Na imekuwa jambo la kusikitisha sana. Manake number one, jambo la kwanza ni Nandi Hills hapa kule. Mambo ya usalama ni hapa na pale, lakini hatujai kuwa, hatuna hiyo inaitwa curfew. Hatuna curfew venye tunaikuwa. So biashara imekuwa, hii ni town iko na watu wengi sana. Kuna watu wanatoka estate, ni town hailali. Manake unapata kila mtu anatembea na kuja hii town. So la kwanza kabisa, tukienda kwa mambo ya sheria, hata iwapo hao vijana walikuwa na makosa, hakuna haki lolote la kuwapiga. Hakuna vijana, hakuna haki ya kuwapiga. Jambo lingine la muhimu, kuna haki ya kikatiba. Kila mmoja akona haki ya kikatiba ya kuwa na, inaitwa dignity, ya kutopigwa. Una haki, kama umefanya makosa lolote lile, unapelekwa kotini. Unafaa kupelekwa kotini, alafu sheria inachukua mkondo wake. Hakuna sheria lolote lile na kubalia polisi kuchukua sheria mkononi mwake na kupiga raia yeyote yule. Hamna kabisa. Labda pia bwana wakili, unapozungumza tulia kidogo mrembo, tumeambiwa kwamba pia hawa ni maafisa wa RDU kutoka Tinderet. Labda inawezekana kwamba pia wale maafisa wanatoka sub county nyingine kuja kufanya operation hapa, labda bila kituo cha Nandi kujua, labda wale maafisa wa polisi kutoka eneo la Nandi station. Hiki kinawezekana ama utuambie kama wakili? Ni jambo pia la kushangaza mno, manake venye tunajua mambo ya polisi, mambo ya usalama hufanywa kwenye mkataba fulani na inafanywa na orodha fulani, ambapo OCPD, OCS anafaa kujua kama mna operation lolote lile. Lakini kwa sasa tunaelewa, na hata tumeona wa maofisa wakai sio polisi na wajua wa hapa wamekuja, na tunajua kuna mahali kuna utatizo wa usalama, lakini sio Nandi Hills. Nandi Hills iko na usalama mzuri. Nandi Hills tuko na usalama letu, ni town inafanya kazi 24 hours. Kwa hivyo nini kitafuata baada ya vijana hao kujeruhiwa? Mangalia zaidi ya vijana 15 nimeambiwa hivyo. Wewe utachukua hatua gani kama wakili, na labda wito wako kwa viongozi hapa Nandi na serikali pia? Jambo la kwanza, katika katiba polisi under article 244, polisi wamepewa mamlaka lile la kuchunga sheria na kuchunga raia. La pili, wanafaa kufanya within the professionalism. They have to be professional. So la kwanza nawaambia vijana, number one, lazima tuchukulie hatua. Hii si jambo la kuachilia hapo. Hii ni jambo manake hili jambo lilipofuatiliwa itazidi kuwa hivyo. Kesho watatumia bunduki. Tutaanza kupoteza maisha. Kwa hivyo unapozungumza kwamba maafisa haya yafaa kuchukuliwa hatua, ni hatua gani unazungumziwa labda? Na nani atachukua hizo hatua? Asante sana. Tukienda kwa sheria ambapo kuchukua hatua, la kwanza kwa polisi, ambapo polisi yote ana utepetefu ule, tunaripoti kwa IPOA. IPOA ndio wana mamlaka ya kufanya hiyo upelelezi. Lakini la kwanza, raia lazima to make complaint. You have to make a complaint. Lazima tuwazilishe kwenye kituo cha polisi. Manake hao vijana na wale vijana wanataka kufuata sheria. Hapa tunafuata sheria, ni muhimu. Alafu hapo tunaomba tena sekta ya IPOA. Tumesikia ni kama wanafanya upelelezi, lakini hili ni jambo la kufanya kwa haraka. Kila mtu ameliona, sio Nandi Hills peke yake, hapa nchi nzima wanashangaa hiyo jambo. Maana hao vijana walilalishwa chini, they were unarmed, they cooperated, they did not resist any order, lakini wakaenda kupigwa. Wengi wameumia na manaka wengi, lazima tukimaliza hapa, wengi tunataka kuchukua nini za hospitali, manake wengi wameenda hospitali, wengi wameenda kuchukua P3, wengi sasa hizi nasikia wanatibiwa hospitalini. So tukitoka hapa tunaenda kuangalia wengine wako kwa hospitali. Kuna wengine sasa hizi wanahitaji huduma ya dharura, manake wengi waliumia kwenye mgongo. Ambapo labda bwana wakili, hapa baada ya mazungumzo haya za moja kwa moja hapa kupitia Kuija Isaya, utawapeleka hawa vijana katika kituo cha polisi Nandi kuandika labda taarifa ile complaint yao, make statement kutoka hapa? Ni hivyo, ni muhimu kwa vijana, manake ni tuko kwenye hali ya sheria. Kwa sheria ni muhimu, jambo lolote kama hili unaripoti kwenye polisi. So that ndio tunasema kwamba ni jambo la kusikitisha mno, manake
kwa kawaida tunapeleka malalamishi kwenye polisi, lakini hii ni jambo lenye tunaripoti polisi kwa polisi. Tunaripoti polisi kwa polisi. So, lakini hata hivyo, kwa sababu hawa vijana, sisi watu wa Nandi Hills, watu tunaheshimu sheria, tutafuatilia hivyo kuripoti. Tunaomba tena hawa vitengo vingine